Mambo vipi? Karibu tuzungumze michezo kwa ukubwa. Tuko hapa na Mikoi Kisugu kuyazungumza mengi ya michezo kubwa. Hajazungumza kwa muda mrefu kidogo mara baada ya kutoka ugenini wakichezea kichapo dhidi ya Esperance de Tunis, lakini pia usajili ambao unaendelea kwenye kikosi chao kuboresha. Mambo yako namna gani? Tunaenda kuyazungumza. Mikoi Kisugu. Yes. Mambo vipi? Mambo mazuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Upande wangu nimeamka salama na afya njema. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu ndio muweza wa kila jambo. Pole na majukumu yako. Asante, nashukuru, lakini ndio mchaka mwanadamu inavyotakiwa, kwa sababu kwenye amri ya Biblia imeshasema mwanaume atakula kwa jasho. Kwa hiyo mchaka wote kwa sababu ya kutafuta kula. Mungu aliposema mwanaume atakula kwa jasho na Hawa atadhaa kwa uchungu. Kwa hiyo kila mmoja atimize majukumu yake. Kwa hiyo mimi natimiza majukumu yangu ya kula kwa jasho. Mikoi Kisugu, tuanzie hapa kwa sababu una muda kidogo haujazungumza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea mitaa ya timu yako ya Msimbazi. Tuanze hapa, mchezo wa 3 kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, 0 ndio pointi ambayo mko nayo hadi hivi sasa. Mlicheza ugenini dhidi ya Esperance de Tunis, mkachezea kichapo pia. Tuanzie hapo, michezo 3 wote haijawahi kutokea kwa upande wa Simba. Sio rekodi nzuri, hususan kwa upande wetu kama Simba Sports. Ni rekodi ambayo ndani ya klabu ya Simba ndio kwa mara ya kwanza kwa takriban miaka 7 mpaka 8 katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Kiukweli inaumiza na inafikirisha sana. Lakini hakuna namna, unapoingia kwenye football kuna muda timu yako itasimama katika standard nzuri ya juu na kuna muda standard ya football inafanyaje? Inashuka. Inafikirisha na inaumiza sana wana Simba. Lakini niseme tu, mwanadamu mwenye akili timamu, mwenye punzi anayepumua hatakiwi kukata tamaa kwenye maisha. Mwanadamu mwenye akili timamu na mwenye punzi anayepumua hatakiwi kukata tamaa kwenye maisha. Kubwa ni kusimama kwenye dua na sala, kujitoa kwenye jasho na damu ili kuhakikisha kwamba mnaondoka katika hiyo hali ambayo imekukutia. Leo hii Salome, lazima tukubali, moja katika timu ambayo imetengeneza standard nzuri kwenye soka barani Afrika naenda kuizungumzia Simba Sports. Tumeweka record kwenye mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Takriban miaka 6 mpaka 7. Moja katika timu ambazo zimefanikiwa kucheza robo finali mfululizo katika hayo mashindano. Unakwenda kuizungumzia Simba Sports. Maana yake tushaweka standard ya level yetu kwenye football. Lakini lazima uamini mpira ndivyo ulivyo. Kuna muda utakuwa uko vizuri na kuna muda utafanyaje? Utashuka. Ziko klabu kubwa duniani ambazo zimetengeneza historia mbaya kama jinsi ambavyo Simba wanavyoitengeneza. Leo hii ziko klabu ambazo ukizitolea mfano watu wa mpira watanielewa. Ziko klabu Uingereza zilikaa miaka 50 bila ya ubingwa. Ziko klabu zimekaa zaidi ya miaka 18 bila ubingwa. Ziko klabu zimekaa zaidi ya miaka 21 bila ubingwa. Haina maana kwamba kutoa historia ya maisha hizi klabu na sisi ndio tuishi. Lakini hapa naonyesha namna ambavyo football ilivyo. Kuna muda utapanda na kuna muda utashuka. Na ukienda ukiamini kwamba muda huu wa kushuka, kikubwa kinataka kuleta tafakuri ya namna kujipanga, kuona namna ambavyo mnarudia kwenye standardi yenu. Haijatokea Simba Sports michezo 3 bila pointi. Inaumiza. Lakini pia inakuja kukukumbusha majukumu yetu wana Simba kila mmoja. Mimi naamini katika michezo 3 kufanya vibaya, kutokuwa na pointi katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, kwanza inaumiza, lakini pili inakuja kutukumbusha majukumu yetu wana Simba ili kuhakikisha kila mmoja atekeleze kwa 100% ili Simba iweze kurudi kwenye standard yake. Ili Simba iweze kurudi kwenye standard yake, maana yake kila mmoja kwenye Simba operate kwenye section yake. Mashabiki lazima tuoperate kwenye section yetu, management ya Simba lazima operate kwenye section yao, players na technical bench lazima operate kwenye section yao. Mimi naamini kila mmoja akafanya kazi kwa namna ambavyo majukumu yake kwenye timu yake ya kujitoa kwa 100%, Simba inaweza kwenda kufanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Kila mmoja akitekeleza majukumu yake. Nimemsikia msemaji anasema, nami kama kawaida yangu ni kuunga mkono katika hili. Slogan ya mechi 3 zilizobaki hakuna kukata tamaa. Mechi 3 zilizosalia. Hakuna kukata tamaa, na namwambia
msemaji wa Simba kuna jambo anatakiwa aongeze. Ahmed Ally aongeze kitu gani? Hakuna kukata tamaa na inawezekana. Hakuna kukata tamaa na inawezekana. Ukichukua calculator ukipiga mahesabu hivi unaona ngumu, lakini huu ni mpira. Leo tumeona management ya Simba wao katika kukaa kufikiria, mimi naamini wamewaza, wameona kuna haja na kuna sababu ya kuongeza nguvu kwenye kikosi ili kuna namna ambavyo Simba inakwenda kupareti na irudi kwenye standard yake. Tunafanya usajili. Mmeshusha vyuma. Wao kama wamekwenda wanafanya majukumu yao upande wake, na kila mmoja mwana Simba kwa 70% wanaridhika na hiki ambacho kinaonyaje kinachofanyika, lakini pia kuwakumbusha viongozi wa Simba baada ya kufanya usajili sio mwisho, yako majukumu mengine kama management inatakiwa ongeze zaidi ili kuna namna ambavyo Simba inakwenda kufanikiwa. Haijaisha mpaka ishe. Michezo mitatu ndo ambayo imesalia Kisugu. Hebu tuzungumzie performance ya Simba ambayo wana Simba wengi walionyesha kuridhishwa na performance dhidi ya Esperance de Tunis mkiwa ugenini. Wewe ulitazama, ilikuwa ni mechi aina gani? Ilikupa mwanga kuona Simba sasa imeanza kurejea mara baada ya maingizo mapya kuonekana yakiperform kwenye huo mchezo? Ilikuwa mechi nzuri na ilikuwa mechi yenye ushindani mkubwa. Mechi ambayo kila mmoja aliyetizama ameona kabisa hii ndio Simba ambayo tunaitarajia kuiona, na ndio kwanza safari yake imeanza kuelekea kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Wachezaji wa Simba walijitoa, spirit ilikuwa kubwa ya kupambana. Kila mmoja uliona kwenye nyuso zao wachezaji wa Simba, unaona kabisa zaidi shairi hawa wanania na wanakusudia kuna namna ambavyo Simba anakwenda kufanyaje kufanikiwa. Na ndio maana ile mechi baada ya kupoteza, kila mwana Simba si kwa 100%, lakini kwa 1% chache alilizia baada ya kuona performance ya Simba Sports. Haijaisha mpaka ishe. Inawezekana. Leo tunaanza hamasa kuelekea mchezo wetu dhidi ya Experience ya wapi? Ya Tunisia. Tunaamini ni mechi ngumu na itakuwa na ushindani mkubwa kwa sababu kuu 2 mpaka 3. Sababu ya kwanza, Experience ya Tunisia anakuja kwenye hii mechi kwenye mindset zake, anajua nikienda kupata point 3 dhidi ya Simba Sports tayari nimeshaweka mguu ndani katika robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Experience ya Tunisia. Lakini Simba naye anasema nikienda kupata pointi 3 juu ya hii mechi nitarejesha matumaini ya kuona namna ambavyo sasa naendaje Ethiopia kwenda kufanya vizuri Angola, kuona namna ambavyo nakwenda kufanikiwa katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini pili, lazima uzungumze uzoefu mkubwa katika bara la Afrika. Experience ya Tunisia lazima uipe heshima yao, moja katika vilabu vikubwa katika bara la Afrika. Tunawaheshimu. Waheshimu. Lakini Experience ya Tunisia wanakuja. Simba tuna maneno ya mwisho katika hii mechi. Tunasema kun fayakun. Dua sasa zinaanza kutumika Kisugu. Tunakuja kucheza katika uwanja Benjamin William Mkapa. Uwanja ambao miaka 10 iliyopita mpaka 7 kila mwana Simba alikuwa na matumaini tukicheza katika uwanja Benjamin Mkapa tunakwenda kupata matokeo. Lakini kwa mechi hivi karibuni imekuwa tofauti. Nimpongeze sana kakaangu Abdallah. Nimpongeze sana mzee wangu Sharifu. Nimpongeze sana Rais wa Dodoma Katengo, Abbas Katengo. Nimpongeze sana mzee wangu Muserem, Nasoro Muserem kutoka Simbawanga. Wamefanya kazi kubwa. Na niwahakikishie wana Simba, ile historia na maneno ya kusema kwa Mkapa atoki mtu inarejea. Kazi gani kubwa ambayo Kisugu ameifanya? Inarejea. Tutasimama kwenye dua na sala. Tutaendelea kumwomba Mungu wa Isiaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Kisugu. Mimi naamini dua letu atafanyaje? Atalipokea. Kazi imefanyika. Dua watu wanaendelea kuomba. Kuna muda mwanadamu ukizidiwa na mambo lazima umrejee Mola wako ili kuna namna ambavyo anakusaidia unakwenda kufanyaje? Kufanikiwa. Ngoja nikupe kisa cha Nabii Isa, nabii Musa alayhi salatu wasalam. Musa alipata kazi kubwa sana ya kupambana na Firauni. Firauni alikuwa na jeshi kubwa kuliko nani? Kuliko Musa. Musa siku moja kwenye ujanja wake, wakati anakimbizwa na jeshi la Firauni, jeshi la Firauni likaenda likazingiza ile bahari, ikaizunguka. Nabii Musa alayhi salatu wasalam anamwambia Mungu,
Mungu mja wako sasa anaangamia. Musa anafanyaje? Ananimaliza. Mungu anamwambia Musa, haiwezekani Firauni kuangamiza, geuka nyuma, chukua bakora lako, chapa bahari. Bahari inafunguka, Musa anafanyaje? Anapita. Ndio mechi ya Jumapili. Simba tunakwenda kupita zidi Express ya Tunisia. Kisugu, ni kama mmeanza kuwa na imani kubwa, lakini watu wengi wamewakatia tamaa. Hapo jana afisa habari wa Young Africans Ally Kamwe alizungumza na kusema lile yai ambalo mko nalo halitaweza kupasuka hadi mwisho. Unajua nikwambia list moja kabla sijamjibu, marais wote unaona duniani, ukimsikia huyu rais, kwanza amini sio kwamba yeye ana uwezo kuliko watu wote. Marais wote duniani unapoona kwa rais, usiamini kwamba umri wake ni mkubwa kuliko watu wote. Amini yule rais anaotawala dunia katika nchi zao. Nieleweke vizuri, yawezekana kuna wakubwa wa kiumri wamefanyaje, lakini mwisho wa siku yeye japokuwa amezidiwa umri, yeye amekuja kwa nani? Rais. Maana yake hapo unapata ule msemo kwamba kutangulia sio kufika. Tutakuja kuelewana muda sio mrefu. Kutangulia sio kufika ukiwa na huko msemo. Huko msemo. Mama yangu Doris aliwahi kunambia, Mama Doris Waide Mwai aliwahi kunambia Kisugu, amini kutangulia sio kufika. Ukiwa na maana Young Africans wametangulia wakiwa na pointi 4, nyinyi mna sifuri, kwamba wao wanaweza wakabaki, nyinyi mkaenda robo finali. Sitaki kuishi kwenye historia, nahitaji kuishi kwenye uhalisia. Tukiamini kuishi kwenye historia, huko nyuma ameshafanyika hayo. Sikiza vizuri wewe. Sitaki kuamini kwenye nini? Historia. Nataka kuishi kwenye nini? Uhalisia. Lakini ukirudi kwenye historia, hayo ameshafanyika wapi? Nyuma. Leo nachukua muda mrefu kuwaomba wana Simba. Kila mwana Simba ni muhimu sana kwa Simba yake, na naamini kila mwana Simba anaamini kutaka kuiona Simba yake inafanya vizuri. Lakini leo Simba haitaweza kufanya vizuri bila wana Simba kushikamana na kusimama katika umoja. Wana Simba wakiamua mechi ya Jumapili, wakiamua tu kwenda kujaza uwanja Benjamin William Mkapa, wao anaingia katika National Stadium Benjamin Mkapa, anaangalia anakuta full house, afu anajiuliza hawa hatuna pointi, kilicholeta nini? Hawa wanahitaji kupata nini? Matokeo. Watakwenda kupambana kwenye jasho na damu. Kisugu, nimepita kwenye peji ya Simba mara baada ya kutangaza hamasa ambayo itaenda kuzinduliwa leo, lakini comment zinaonekana wana Simba wengi wamekata tamaa. Kwenye safari ya mamba na kenge wamo, so wana Simba wale, wana Simba wanaendelea kuunga mkono timu yao. Ndio unamaanisha hivyo. Kisugu, mmeshusha chuma Anicet Oura, lakini kubwa zaidi ambacho kinazungumzwa kwenye usajili, ana takriban miezi 4 hajagusa pitch. Watu wanaona kama atakuja kujirudia Bajabiri, lakini pia alikuwa ametoka kwenye majeraha. Unasemaje usajili? Ogopa sana mwanadamu anaishi kwa dhana. Kudhani. Si kwetu katika imani ya Kiislamu dhana imefanyaje? Imekatazwa. Lakini kiuhalisia sasa hivi majirani zetu wamekuwa nalalamika. Kila ukikutana nao wanauliza, hivi dirisha la usajili linafungwa lini? Kwa sababu wanatetemeka namna ambavyo registration Simba tumefanya. Mimi naamini, niliwahi kusema nanyi waandishi wa habari, baada ya Mwalimu Beka kuingia contract na Simba, cha kwanza katika kipengele aliwaambia management ya Simba, nahitaji kufanya usajili katika Simba. Huo ndani ya mkataba wake, hicho kipengele kipo. Na kikaelezea kile kipengele, ukikisoma nafikiri article ya 22 katika mkataba wake, unasema viongozi wa Simba muwe tayari kukubali na kusikiliza na kutekeleza mapendekezo ambayo mimi kama mwalimu nitakayofanyaje kuyapendekeza. Kwa hiyo vyuma vyote vinavyokuja Simba Sports ni mapendekezo ya mwalimu nani? Beka. Huyu mwamba uliyezungumza alikuwa amecheza ASEC Mimosas ya Ivory Coast. Nafikiri ukimwangalia huyu ni Mkongo Brazzaville. Sasa kinachowaumiza akina Mwajuma Ndala Ndefu, wakiangalia historia ya huyu mwamba inatisha. Kwa wao wanachofanya ni kujaribu kutengeneza propaganda ya kuweza kuwatoa mashabiki wa Simba kwenye mchezo, lakini pia kuondoa mashabiki wa wachezaji wa Simba kwenye nini? Kwenye mchezo. Sisi tunaamini wachezaji waliosajiliwa ni bora, na tunaamini wachezaji waliosajiliwa wana uwezo mkubwa, na tuna imani wachezaji hawa wanakuja kutengeneza historia na kuisimamisha bara la Afrika, kuiona Simba inakwenda kufanyaje? Kucheza robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Inawezekana.
Inawezekana. Na niwaambie wachezaji wa Simba wana jukumu kubwa mbele yao juu ya Simba. Wao ndio wanaweza wakaibadilisha hali yote iliyopo ndani ya klabu nini ya Simba. Juhudi zao, maarifa yao, jitihada zao ndio wanaweza wakaweka Simba kwenye standard na Simba kwenda kufanikiwa katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Binafsi mwanadamu wa kwanza na mwanachama wa Simba Sports, Ali Mikoi Kisugu, nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba Simba mwaka huu hachezi robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Utakuwa mtu wa mwisho kuamini Simba hachezi klabu bingwa barani Afrika ikiwa hamna point ya robo finali. Yes. Tunachokiamini mzunguko wa kwanza hatukufanya nini vizuri. Hakuna mwana Simba ili analolikataa. Lakini tunaamini mzunguko wa pili tunakwenda kufanya vizuri. Tunakwenda kushinda mechi zote 3, tunakwenda kukusanya point 9 na tutakwenda robo finali klabu bingwa barani Afrika. Lakini haya yote ili yafanyike, maana yake Simba lazima tusimame katika mstari moja. Simba lazima tuseme lugha moja. Hakuna kukata tamaa. Inawezekana. Mikoi Kisugu, tuje hapa. Umezungumzia sajili ambazo anazifanya Steve Barker kwenye kikosi cha Simba. Tulishuhudia alichokifanya Fadu Davis. Alifanya usajili lakini baadaye akaondoka na akaacha wachezaji ambao yeye ndio ilikuwa machaguo yake. Steve Barker sasa hivi asilimia kubwa wachezaji wote wanaokuja aliwahi kuwa nao kwenye vikosi ambavyo alipita. Mambo yakienda tofauti, auoni kwamba kila siku mtakuwa mnatengeneza kikosi? Ogopa sana mwanadamu anayefikiria kukosa katika maisha. Ogopa sana mwanadamu anayefikiria kukosa katika maisha. Hayo baki nayo Salome ya kuleta zana endapo. Simba tuishi kwa endapo. Tunaishi na imani kuamini kwamba tutakwenda kufanyaje? Kufanikiwa. Kwa hiyo mimi naamini Simba tunakwenda kufanikiwa. Unaamini Simba? Tunakwenda kufanikiwa. Yes. Tumzungumzie Nyanda Boli ambaye alikuja kuchukua nafasi ya Pimpini Kamara ambaye alionyesha mchezo wake wa kwanza dhidi ya Esperance de Tunis. Moja katika magolikipa bora. Amuita nani yule? Nimsahau kidogo kutoka Niger. Kwanza ni kumpongeza mwalimu. Kwenye mpira, moja katika eneo namba moja muhimu la goalkeeping. Mimi naamini ukimwangalia kwa muda mchache utaamini kwamba Simba umempata mbadala wa Pimpini Kamara, ni mtu sahihi. Nimewasikia Vishata Mtaa Salome, nimewasikia Semanire wakienda kumlaumu na kusema hawakustahili kumsajili yule goalkeeper na wamefanya vile tu kwa sababu wapige pesa. Kwa nini wasimvumilie Pimpini Kamara? Hawa wanatumwa. Hawa vinyago vinatumwa. Na siku zote nasema usimlaumu paka aliyoleta azima katika nyumba yako, mlaumu aliyemtuma paka. Wana Simba wote sasa hivi focus yao, mentality yao ni kuiombea dua timu yao kwenda kufanya vizuri dhidi ya Experience ya Tunisia. Wana Simba wote. Lakini viko viumbe ambavyo vinajiita wana Simba katika dunia hii hawajawahi kusimama mbele ya maiki kuzungumza mazuri ya Simba. Hawajawahi. Tumewastukia na tunawajua. Na nawaambia wakipita mtaani wakiona mtu kavaa jezi nyekundu anamuonyesha kidole, basi ajue anamlaani. Sasa kutoa laana. Nendeni mkawaambie vikaragosi vile. Ukiona watu wananyosha kidole sio wanamsifia, wanamlaani kwa namna na matendo yake anayofanyaje, anayoyafanya. Hayuko mwana Simba ambaye yeye kila jambo la Simba baya tu kwenye maisha yake. Hivi leo mwana Simba wa kweli unaweza kwenda kubeza performance ya goalkeeping mechi moja? Basi kabla hujaangalia mechi moja, turudi kwenye CV zake tukaangalie namna ambavyo alivyotoka. Taifa la Niger linamtegemea.
Wewe ushakunywa supu huko, ushakula viula, unakuja unapiga kelele tu. Laanatullah. Yes, umelaaniwa. Haiwezekani. Wewe unajiita mwana Simba, alafu hakuna zuri la Simba katika macho yako. Wewe kila linalofanywa katika Simba la kwako wewe baya, maana yake wewe unatumwa na unatumika kwenda kuichafua Simba kwa makusudi. Leo hii wacha Salome nikupe historia ndogo. Haya mashindano yanaendelea, klabu bingwa bana nafika. Toka yaanzishwa 1952. Hakuna timu iliyowahi kucheza robo finali ya mashindano haya, aidha klabu bingwa au shirikisho. Mara 6 mfululizo, ni timu 5 tu kwenye bara la Afrika Simba imo. 5 Afrika nzima. Nieleweke vizuri. Mfululizo. Lakini mwana Simba wa kweli, kuna muda unatakiwa ujue mpira kama maisha ya mwanadamu. Iko siku unapata, iko siku unafanyaje? Unakosa. Leo tuzungumzie klabu ya pili kwa thamani duniani, Manchester United. Nenda kawazungumzia kina David York, nenda kawazungumzia kina nani Andy Cole, nenda kawazungumzia kina Terry Sheringham. Manchester ile ndio hii. Kuna muda inapanda, kuna muda unashuka. This is the football. Back to back Afrika, back to back Salome. Nenda kawaambia wana Simba wasome historia, waendelee kuisupport timu yao. TP Mazembe back to back. Ubingwa wa Afrika mara 2 kwa wapi leo Mazembe nani? No, so Mazembe wale nani wale? Enyimba. Back to back. Bingwa mara 2 Afrika. Yuko wapi leo? Moja katika klabu imetengeneza rekodi kubwa kwenye bara la Afrika, TP Mazembe kwenye football. Ametengeneza historia ya Afrika, ametengeneza historia ya dunia. Iko wapi Mazembe? Haina maana kwamba Simba mifano hii tufanye kama alivyofanya Mazembe, lakini inaonyesha kwenye football kuna muda utapanda na kuna muda unashuka. Mikui, tumalize na hili kabisa. Wapinzani wako ni kama gari kwa upande wao limewaka, na wao wanaamini pointi zao 4, wana nafasi kubwa kwenda hatua ya robo. Wacha endelee kuamini. Si wanaamini? Wacha endelee kuamini. Lakini nenda kawakumbushe, mashindano ya klabu bingwa bado hajafanyaje? Hajaisha. Wewe unaonaje kwanza sasa hivi? Gari lao ni kama limewaka. Gari limefanyaje? Limewaka, performance yao ilikuwa kubwa. Ujaona maingizo mapya? Juzi nilikuwa na rafiki yangu mmoja alinipigia simu. Bwana Ngwame akanambia, moja katika watu siwaamini watoto wangu. Moja kati ya watu siwaamini watoto wake. Nikamwambia kwa nini uamini? Kila nikiangalia madaftari yake, mbona kosa nyingi? Akanambia Kisugu na wasiwasi na shule.